Mlango wa 37. Na Sedekia mwana wa Yosia akamiliki badala ya Konia mwana wa Yehoyakimu, ambaye Nebukadreza amemmilikisha katika nchi ya Yuda. Lakini yeye wala watumishi wake wala watu wa nchi hawakuyasikiliza maneno ya Bwana aliyoyanena kwa kinywa cha nabii Yeremia. Sedekia mfalme akamtuma Yehukali mwana wa Shelemia na Sefania mwana wa Maasea kuhani kwa Yeremia nabii kusema, utuombee sasa kwa Bwana Mungu wetu. Basi Yeremia alikuwa akiingia na kutoka kati ya watu, kwa maana walikuwa hawakumfunga gerezani. Na jeshi la Farao lilikuwa limetoka nchi ya Misri, na Wakaldayo waliuhusuru Yerusalemu. Waliposikia habari zao, wakavunja kambi yao mbele ya Yerusalemu. Ndipo neno la Bwana likamjia nabii Yeremia kusema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, mtamwambia hivi mfalme wa Yuda aliyewatuma kwangu kuniuliza, angalieni, jeshi la Farao ambalo linakuja kuwasaidia litarudi Misri, nchi yao wenyewe, na Wakaldayo watakuja tena na kupigana na mji huu, nao watautwaa na kuuteketeza. Bwana asema hivi, msijidanganye mkisema, bila shaka Wakaldayo watatuacha na kwenda zao, maana hawatawaacha. Maana mngelipiga jeshi lote la Wakaldayo wanaopigana nanyi, wakabaki kati yao watu waliojeruhiwa tu, hata hivyo wangeondoka kila mtu katika hema yake na kuuteketeza mji huu. Hata ikawa jeshi la Wakaldayo lilipokuwa limevunja kambi yao mbele ya Yerusalemu kwa kuliogopa jeshi la Farao, ndipo Yeremia akatoka Yerusalemu ili aende mpaka nchi ya Benyamini, alipokee huko fungu lake kati ya watu. Naye alipokuwa katika lango la Benyamini, akida wa walinzi alikuwapo, jina lake Iria mwana wa Shelemia mwana wa Hanania. Akamkamata Yeremia nabii akisema, unakwenda kujiunga na Wakaldayo. Ndipo Yeremia akasema, ni uongo, siendi kujiunga na Wakaldayo. Lakini yeye asimsadiki. Basi Iria akamkamata Yeremia akamleta kwa wakuu. Nao wakuu wakamkasirikia Yeremia, wakampiga, wakamtia gerezani katika nyumba ya Yonathani mwandishi, kwa maana ndiyo walioifanya kuwa gereza. Basi Yeremia alipokuwa ameingia katika nyumba ya shimo na katika vyumba vya ndani, na Yeremia alipokuwa amekaa humo siku nyingi, ndipo Sedekia mfalme akatuma watu wamlete. Naye mfalme akamuuliza kwa siri ndani ya nyumba yake, akasema, je, liko neno lililotoka kwa Bwana? Yeremia akasema, liko. Akasema pia, utatiwa katika mikono ya mfalme wa Babeli. Pamoja na haya, Yeremia akamwambia mfalme wa Sedekia, nimefanya kosa gani juu yako, au juu ya watumishi wako, au juu ya watu hawa, hata mkanitia gerezani? Wako wapi sasa manabii wenu waliowatabiria wakisema, mfalme wa Babeli hatakuja juu yenu, wala juu ya nchi hii? Na sasa unisikilize, ee bwana wangu mfalme, maombi yangu yakapate kibali mbele yako. Usinirudishe nyumbani mwa Yonathani mwandishi, nisije nikafa humo. Ndipo Sedekia mfalme akatoa amri, wakamtia Yeremia katika uwanda wa walinzi, wakampa kila siku mkate mmoja uliotoka katika njia ya ukaji, hata mkate wote wa mji ulipokwisha. Basi Yeremia akakaa katika uwanda wa walinzi.